lazima uwasilishe kwanza. Moja ni takwa la kisheria, lakini pia kuna mambo mengi ambayo wewe kama mmiliki wa kampuni atakuzuia. Ukienda benki leo unahitaji mkopo, kama hujawasilisha taarifa ya mwaka utashindwa. Na hata kwetu ukiwa unakuja kusajili zile debenture, utashindwa kusajili kwa sababu hujawasilisha annual return, kwa sababu kila unavyofika, cha kwanza sisi kama wasajili, cha kwanza tunachoangalia kwenye mfumo huo umewasilisha taarifa ya mwaka. Kama hujawasilisha utarudishwa. Kwa hiyo mambo mengi yatakuchelewesha wewe kufikia malengo yako ya kampuni kwa sababu tu hujawasilisha taarifa ya mwaka. Na pia sheria ya makampuni ilifanywa marekebisho, ikaleta dhana mpya ambayo inaitwa uamiliki manufaa. Dhana hii kweli ni ngeni kwa watu, lakini kama BRELA kwa kiasi kikubwa tumejaribu kutoa elimu kwenye redio, kwenye TV, kwenye magazeti kwa kuna hiki kitu, na kila kampuni au kila mmiliki wa kampuni anatakiwa awasilishe taarifa za wamiliki manufaa, na taarifa hizo zinawasilishwa mara moja. Wanaita wamiliki manufaa au kwa lugha ya Kiingereza wanasema beneficial ownership. Zinawasilishwa mara moja tu, lakini kama ikitokea changes au mabadiliko kwenye kampuni au kwenye wamiliki manufaa, unatakiwa tena umnotify msajili kuwa saizi wamiliki manufaa au beneficial owners ni hao. Uwasilishaji wa taarifa ya wamiliki manufaa, kama ni kampuni mpya imesajiliwa leo, inapewa grace period ya 30 days. 30 days kabla hazija elapse unatakiwa uwasilishe kwa msajili. Lakini ukichelewa zaidi ya hapo, kampuni tena itaanza kuchajiwa zile late filing fee. Lakini kwa kampuni za zamani zilitakiwa ikifika June 2022 ziwe zote zimewasilishwa, kwa sababu pale waziri mwenye dhamana alitoa grace period ya 6 months. Sasa ile miezi tayari ilishapita, na kuna kampuni nyingi ambazo hazijawasilisha taarifa za wamiliki manufaa au beneficial owners. Kiasi kwamba wakiwasilisha saa hizi ndio watachajiwa zile late filing fee, lakini watakuwa wamekidhi takwa la kisheria. Tunapoelekea BRELA saa hizi imetoa notice kwa kampuni zote ambazo zimesajiliwa kwa msajili zinatakiwa ziwasilishe taarifa za wamiliki manufaa hadi kufikia mwezi wa 4. Hii ndio grace period ambayo imepewa. Lakini ikifika tena iko kipindi kampuni haijawasilisha taarifa za wamiliki manufaa, kampuni itashindwa kupata huduma zingine zinazotolewa BRELA. Mfano, kufanya changes, kwa sababu kampuni ikishazaliwa inatakiwa kufanya mabadiliko au inatakiwa kufile annual return. Kama hujawasilisha taarifa za wamiliki manufaa, itakufanya wewe ushinde kupata services zingine ambazo BRELA zinatoa. BRELA